mafundisho ya dini. Sheikh, karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ndugu zangu watukufu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nitakuwa na mambo mawili katika nasaha zangu za leo. Jambo la kwanza ni hotuba yetu ya leo. Ujumbe wa leo wa hotuba yetu, kwa mujibu wa aya alizotumia khatibu wetu, unatutaka Waislamu kujenga tabia ya kuto kupitwa na mambo bila kuyatia akilini na kuyatafakari. Kila Muislamu anapaswa ajenge tabia ya kuwa mdadisi wa kila anachokiona ili ajue uhakika wa jambo hilo. Aliposema ikhtilafu ndiyo maisha, anwani hii kwamba ikhtilafu ndiyo maisha, tukifanya hapa interview ya kumuuliza mmoja baada mwingine, nini ulichoelewa kuhusiana na neno ikhtilafu ndiyo maisha, kwa idadi ya namna tulivyo ndivyo yatapatikana majibu kwa mujibu wa idadi ya namna tulivyo. Hatuwezi kuwa na jibu moja. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala, kuna baadhi ya mambo ameyazungumza kwenye Qur'ani, lakini mwisho anasema la ayatin liqaumi yatafakkarun, la ayatin liulil albab, la ayatin liqaumi yaqilun. Kuna vitu anavizungumza alafu anasema hili jambo hili ni ishara, hakuna atakayelielewa ila mwenye akili, ila mwenye kutafakari, ila mwenye mazingatio. Kwa hiyo swala la ikhtilafu ni maisha, ni la ayatin liulil albab, yatosha kuwa ishara kwa watu wenye nini, wenye mitazamo ya akili ya ndani. Mtu wa kawaida, hutuba ya leo kwa mkao jinsi ilivyokaa, inawezekana asielewe ina maana gani. Khatibu anasema Mwenyezi Mungu katika dalili zake na utukufu wake kututofautisha mtu mwingine mrefu, mwingine mfupi, mwingine mweupe, mwingine mweusi, mwingine anazungumza lugha hii. Kwa kawaida, kwa akili ya kawaida, inawezekana wengi tutaondoka bila kugundua kwamba khatibu alikuwa anatutaka nini. Lakini nifungue fikra zenu baada ya hutuba hii. Hatuwezi kuizungumza kwa ujumla, lakini kila mmoja anamwachia njia ya upembuzi kwamba khatibu katika hutuba hii alikuwa anatuelekeza utaratibu wa Muislamu kwa mujibu wa maelekezo ya Mwenyezi Mungu, awe na tabia ya kuyafuatilia mambo kwa ndani ili ajue yana malengo gani. Ndio maana akasema inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin liulil albab. Katika Mungu anasema kwa hakika katika kuumba mbingu na ardhi, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, na kutofautisha vikapiana noba mchana na nini na usiku, la ayatin liulil albab, yatosha kuwa ni ishara kwa watu wenye nini, wenye akili. Sasa kuumbwa mbingu na ardhi, leo hii ukija ukaulizwa wewe Mungu anakusudia nini kuhusu kutamka neno kuumba mbingu na ardhi? Hivyo tu kuumba mbingu na ardhi, kutofautisha mchana na nini na usiku, halafu ni ishara, yatosha kuwa ishara kwa wenye akili.
mbingu, ardhi, mchana, usiku. Wewe umefahamu nini? Ni kweli Mungu kaumba mbingu, ni kweli Mungu kaumba ardhi, ni kweli kuna tofauti kati ya mchana na nini na usiku. Haya, wewe unafahamu nini? Hebu tuweke nani hapa, dawa hapa ya shilingi 50,000, mtu mmoja aje tuambie alivyoelewa ikhtilafu laili. Maudhui ni kwamba ikhtilafu, kutofautiana, ndio nini? Ndio maisha. Hatuwezi kusimama katika njia moja, mstari mmoja, jambo moja, wote kwa wakati mmoja, kwa pamoja, haiwezekani. Na haya yanahitaji mtu umewahi kutafakari, kwa nini kuna mchana, kwa nini kuna usiku? Nini malengo ya mchana, nini malengo ya usiku? Kwa nini kuna mbingu na kuna ardhi? Nini malengo ya kuumbwa mbingu na nini malengo ya kuumbwa ardhi? La ayatin liqaumi yatafakkarun, yatosha kuwa ni ishara kwa watu wenye nini, wenye kufikiri. Sasa ni kuombeni kwa nilivyomwelewa khatibu, pamoja na yote aliyozungumza, tunapotafuta kutaka kujua tofauti ndio maisha ya kawaida ya kila siku, basi lazima sasa akili zetu zianze kuchanganua. Mbona huyo anacho mimi sina, na Mungu ni huyo huyo mmoja? Mbona huyo amefaulu mimi nimefeli, wakati mwalimu wetu ni mmoja? Lazima utafakari kuna nini. Maana hapa kuna swala la elimu na ufahamu. Elimu ni kitu cha kuongeza, yaani ujuzi ni kitu kinachoongezwa, lakini ufahamu ni riziki, kama riziki ya nini, ya chakula alichopewa mtu. Na ndio maana tukaambiwa kul rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ufahamu ni riziki. Unaweza kuingia darasani ukasoma na ukasomeshwa na maprofesa, lakini madhali ile riziki ya ufahamu hukupewa na Allah subhanahu wa ta'ala, utatoka na efu masomo yote. Lakini kuongeza maarifa, naweza kwenda ukawa na fundi radio nikajifunza kutengeneza radio, naweza kwenda popote tu kuongeza maarifa, naweza kuongeza, lakini ufahamu, hapo ndio mtihani. Tujenge tabia Waislamu yasio natupita mambo tu juu juu, kawaida kawaida. Aya inasomwa haina mazingatio. Hata qari mzuri anasoma kwa nakama nzuri, tunaliwazika na nakama za sauti, lakini hatutaki kujua katika hii rasdi aliyosoma huyu msomaji kwenye aya hii, Allah alikuwa anakusudia nini? Lazima tujenge tabia ya kuwa ni watu wenye kutafakari tunayoambiwa, kutafakari tunayoyaona, kutafakari yanatupitia, si kufuatilia aibu za watu. Hilo mabrukina, alhamdulillah. Swala la kufuatiliana tu aibu za watu, hilo kama ni vyeti. Kuna wengine humu ni madokta wa falsafa, kuna wengine humu ni maprofesa, wengine wana madigrii humu hapo kwa mambo hayo, Allah amejalia. Lakini mengineyo inakuwa ni mtihani Muislamu kutaka kujua. Wewe kuanzia umri wa mwaka mmoja mpaka miaka 70 hutaki kufanya utafiti juu ya ibada yako unayosali, hii ni sahihi au sio sahihi? Kwa nini Mtume alifundisha swala ilishuka ikaelekezwa? Siku moja amekaa msikitini na sahaba zake, anakuja ile hadithu musiu sala, anakuja mtu pale anaswali, anamaliza kuswali, anakuja kumsalimia Mtume, pia anamwambia aid salataka fa innaka lam tusalli, rudi ukaswali tena. Huja swali. Jamaa akarudi kuswali mara ya pili, akarudi kumsalimia, nenda kaswali. Huja swali mara ya tatu, anarudi anakiri kwamba Rasulullah, katika maisha yangu yote sijawahi kuswali swala tofauti na hii ulioniona nikiswali, nifundishe. Kufuatilia mambo haya ndio mtu mwenye liulil albab, kufuatilia mambo yenye maslahi na faida kwako katika dini yako, maisha yako, ibada yako. Sio kufuatilia mtu kwa nini anamiliki gari, kwa nini kanunua kiwanja, amejenga nyumba, kwa nini. Haya mambo hayakuhusu. Usifuatilie mambo yasiyokuhusu, fuatilia yale yenye maslahi na wewe.
hapa katika maisha yako ya dunia, kaburini, wapi na akhera, hapo utakuwa minal faizin. Tubadilike kutoka kwenye mazingira ya kutaka kujua haya. Ukishajua fulani kanunua gari kwa hela ya wizi, haya inakusaidia nini? Si umeshajua sasa, nimenunua gari kwa hela ya wizi, haya kwa kujua kwako imekusaidia nini? Imekuongezea nini? Tuko pamoja wazee? Tuko pamoja? Ukishajua fulani ni mlevi, anakunywa pombe, wallahi nimemwona anakunywa, haya amekunywa na umemwona, haya inakusaidia nini? Wallahi nimemwona fulani anaingia gesi na mwanamke fulani, umeshamuona kaingia, haya baada ya kumuona na kaingia, haya inakusaidia nini katika maisha yako? Fata kwa kina yale ambayo yana maslahi na wewe katika maisha yako. Unapopata jambo litafakari, je, hili litakuwa na maslahi na mimi? Sio tunaambiwa idha aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibata fa in kana khairan famdi wa in kana sharran fanta. Mtume ametufundisha hivyo, tuwe watafiti wa kutumia fikra zetu, akili zetu kwa mambo ambayo unajua kabisa una mapungufu nayo katika muamala wako kama mwanadamu. Achana na kushughulika na mambo nini ya watu. Tuumize fikra zetu na akili zetu kwa mambo hayo. Ndio la ayatin liulil albab, ndio mafuhumu ya dhana ya khatibu wetu katika khutba ya leo, kwamba ikhtilafu ndio nini? Ndio maisha. Haiwezekani lipatikane soko watu wote wauze nyanya tupu au auze mchele tu, haiwezekani. Huyu anauza nyanya, huyu mchele, huyu mboga, huyu nini, huyu nini. Ndio nini? Ndio soko. Ukamilifu wa soko unapatikana kwa ikhtilafu za nini? Za biashara tofauti tofauti. Ndio maana inaitwa nini? Soko. Kwa hiyo inshallah, kwa hotuba yetu ya leo, ninaomba uelewa uwe ni huo. Tubadilike sasa, tuanze kujenga tabia ya kufuatilia mambo muhimu kwa mazingatio. Sio unafanya jambo hujalikamilisha, unagundua kwamba umeshakosea. Kama ni fedha umekushatoa, unatafanya biashara huna maarifa nayo, unaanza tu unafanya biashara bila kujua, unapata hasara, halafu baadaye unajikuta unajuta. Sasa hutakiwi kujuta Muislamu. Muislamu hataki kujuta, ni makosa Muislamu kujuta, kwa sababu Allah anasema wa amruhum shura bainahum, tabia na mwenendo wa Islam mahala walipo ili wasijute. Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu ummati Muhammad kwa sababu ya kuwa na nini? Na jambo langu mimi sina maarifa nalo, nakuja kwa Sheikh Zaid, bwana naomba maelezo sana jambo hili. Ananifidisha, ninajua, ninalifanya kwa uhakika, lakini nikifanya tu kwa sababu watu wanafanya, si rahisi kufanikiwa. Lazima kutakuwa kuna maanguko makubwa. Hiyo ndiyo hutuba yetu ya leo. Tubadilike na tuanze kuwa wenye kutumia fikra zetu vizuri, akili zetu vizuri, lakini kuulizia. Tusifanye mambo tukaona ni ya kawaida. Baba anamzaa mtoto wake kwanza, baba ana miaka 30, mtoto ana 0 umri wake, alafu baadaye mwenye 0 anakuja anakuwa mpaka anamzidi nani? Baba yake. Umewahi kujiuliza wewe baba mfupi, mtoto wako mrefu, kwa nini wewe una miaka mingi usiwe mpaka nini juu ya pao kwa mtoto uliomzaa na kuzidi? Umewahi kujiuliza? Si mambo ya kawaida, lakini umeweza kujiuliza? Mtoto uliomzaa wewe una miaka 30, uliomzaa ndio anaanza 0 siku ya kwanza mpaka anakuwa, mpaka anakufikia level moja, mpaka anakuzidi, anakutazama kwa hivi. Kwa nini wewe ulitangulia kuzaliwa kwa miaka mingi usiwe mrefu zaidi ya huyu uliomzaa wewe? La ayatun liqaumi yatafakkarun. Lazima tuwe na fikra, yasiyo natupita mambo hivi hivi bila kujua uzito wake. Jambo la mwisho, la pili na la mwisho katika darasa letu la baada la kabla swala, yani kabla ya khatibu hajakutubu, tulisema kwamba kabla ya mwezi huu kuingia, baada ya Ramadhani tu, nakumbuka tuliwahi kutoa rai kwamba jamani, mara nyingi tumekuwa tunaandaa darasa zetu hapa msikitini kwa fikra zetu, sisi tunaona tufundishe ili tufundishe hili,
lakini inawezekana nyinyi wasikilizaji mkawa mna mambo mnahitajia labda yajulikane, hajapata bahati ya kuzungumza kwenye hutuba wala kwenye mawaidha. Tukasema tutoe fursa kwamba watakaoona kwamba inafaa, kama kuna jambo wanaona lina maslahi na jamii, basi apenyeze. Tunaomba shekhe, na hili liyo katika darasa zetu za kila Ijumaa kwa maslahi ya nini, ya umma. Sasa tunatoa hilo, yoyote atakayeona kuna haja ya jambo fulani lizungumzwe, basi ataleta tu rai yake kwangu au kwa nani, kwa Sheikh Zaidi, kwa kauli au kwa maandishi, ili tuanze kuandaa vipindi vitakavyoleta tija katika jamii yetu. Lakini mpaka dakika hii hapa, wakati tuna khatibu na hutubu, naangalia simu yangu nikaona kuna ujumbe kutoka kina mama. Kuna mama mmoja ameniandikia, anaomba shekhe anzisha darsa, yeye akahusisha na kitu fulani, kumbe mada yenyewe ni pana sana. Anzisha darsa la kuzungumzia wale kina mama, mabinti zao wanapoolewa, watu wakatoa michango na zawadi kwa ajili ya nani, ya mabinti zao, halafu wazazi wakaingia nazo mitini bila kupewa muhusika. Hii ni mada ya dhulma. Kwa hiyo tukizungumza mada ya dhulma, ina maana huyo anayechukua zawadi ya mtu na nini, ni mada nini, ya dhulma. Sasa kwa kuwa ametanguliza kusema, ina maana sasa tuanze kufungua darasa la nini, tuanzishe darasa la dhulma. Leo nikikuuliza unanisikiliza mimi, dhulma maana yake ni nini, bado hata msamiati wa dhulma, nina hakika kwa wengi kati yetu walikuwa hatujui dhulma ni nini. Na mtu mwingine anaweza akajua kwamba dhulma ni mimi tu nilikuwa na kitu changu kafanya nini, ukaninyang'anya, amenidhulumu. Wewe hujidhulumu. Tena inawezekana wewe uko unajidhulumu sana kuliko kudhulumiwa na mtu mwingine. Hilo unalijua? Dhulma ni neno pana na mada kubwa, tutaanzana nayo hiyo, lakini tunafungua milango kwamba yoyote atakayeona kwamba kuna jambo muhimu la kuzungumzwa atuletee, ili tupangie nini darasa kwa maslahi ya umma. Inshallah, baada ya kusema haya, naona kuna tangazo hapa lirejea. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.